Na habari za jioni, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan, karibu. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya homa ya ini leo, takwimu zinaonyesha kuwa 3.6% ya Watanzania sawa na zaidi ya watu milioni 1 wanaishi na ugonjwa huo, huku matumizi ya pombe kupita kiasi na ngono zembe zikitajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazochangia maambukizi na kuenea kwa ugonjwa huo. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa kamili. Licha ya serikali kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kuchanja chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya ini, bado kiwango cha uelewa kwa wananchi kuhusu ugonjwa huo ni kitendawili. Kuhusu ugonjwa wa ini siufahamu, ila tunausikia mitaani, tunakutana na watu wakiwa labda kwenye vijiwe. Ugonjwa wa ini ni ugonjwa ambao nishawahi kusikia tangu nikiwa mdogo. Miaka na miaka nishashuhudia watu wakiugua, lakini hujawahi kunipata. Kweli ugonjwa wa ini mimi nausikiaga, lakini ni ugonjwa ambao tunausikia umeua sana watu. Ugonjwa wa homa ya ini ni ugonjwa ambao unasababishwa na vitu vingi tu. Inawezekana pengine ikawa ngono zembe au ikawa kumeza dawa ovyo. Dr. Leonard Karoli ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, anaweka bayana takwimu za ugonjwa huo nchini. Kwa mwaka takwimu zinaonyesha kwamba Watanzania 8,000 mpaka 10,000 wanapoteza maisha kutokana na homa ya ini type B. Na hii homa ya ini type B inapelekea ini kusinyaa, ini kushindwa kufanya kazi, lakini pia saratani ya ini na kupelekea kifo cha mgonjwa. Type C pia ni aina ya pili ambayo inapatikana kwa wingi Tanzania, ambayo tunasema takriban 1% ya Watanzania wanaumwa hii homa ya ini, na pia yenyewe pia inapelekea ini kusinyaa, ambayo tunaita cirrhosis, ini kushindwa kufanya kazi, tunaita liver failure, lakini pia saratani ya ini au hepatocellular carcinoma. Punguza tabia hatarishi za kuweza kupata maambukizi ya virusi vya homa ya ini, ikiwemo ngono zembe, lakini pia matumizi ya vitu vya ncha kali, lakini kujiepusha matumizi ya dawa ya kulevya, lakini pia kuepusha matumizi ya vitu ambavyo vinaathiri ini letu, ikiwemo matumizi makubwa ya pombe, madawa ya hospitali ambao hujaandikiwa na daktari au kutumia kupita kiasi, lakini pia kutumia dawa ambazo hazijathibitishwa na wataalamu wetu wa mambo ya madawa. Kila mwaka Julai 28 dunia huadhimisha siku ya homa ya ini kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa huo, kuhamasisha kinga na matibabu. Maadhimisho ya mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu isemayo homa ya ini tuivunje. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi kadhaa wamejitokeza jijini Dar es Salaam kupima endapo wana virusi vya ugonjwa wa homa ya ini pamoja na kupata chanjo ya ugonjwa huo ambao unazidi kushika kasi hapa nchini, ambapo zaidi ya wananchi milioni 1 wana maambukizi. Kituo hiki cha Channel 10 Plus kimeshuhudia wananchi hao wakijitokeza, ikiwa ni siku ya homa ya ini duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo Julai 28. Upimaji na chanjo ya homa ya ini unalenga kutoa elimu zaidi juu ya ugonjwa huu, ambapo kipaumbele kimewekwa kwa wanawake wajawazito na watoto ili kudhibiti maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, pamoja na kubaini na kuanza matibabu mapema kwa watoto wanaobainika kuwa na maambukizi. Baadhi ya waliojitokeza kupima afya zao wakazungumzia umuhimu wa zoezi hilo. Hata mimi nimewapigia watu simu nikawaambia kuna kipimo hiki, lakini wanapuuzia. Hichi kipimo ni gharama. Kwa hiyo kwa kipimo kama hiki, ninawasihi wa Tanzania, mkisikia kama kuna kipimo chochote cha ugonjwa wowote, msisite kuja, msipuuzie, kwa sababu hii gharama yake ni kubwa. Lakini kipimo hiki kwa leo ni bure. Kwa siku za nyuma nimepata taarifa nyingi za watu ambao wanapata shida ya homa ya ini hadi kupelekea kufa.
Kwa nikaona pia hii ni fursa mojawapo ya kuweka afya katika hali nzuri. Ushiriki wetu mkubwa ni pamoja na kuisaidia serikali ili kuweza kukabiliana na hii changamoto ambayo inawakabili wananchi, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa, lakini pia utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya homa ya ini. Na wananchi katika mikoa kadhaa nchini wanatarajiwa kupata changamoto ya ukosefu wa huduma ya umeme kwa nyakati tofauti kuanzia Julai 30 hadi Agosti 17 mwaka huu, kufuatia hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Beatrice Eric anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Irene Goele amesema usumbufu huo ni wa muda mfupi na unalenga kuongeza uwezo wa kusafirisha umeme kutoka bwawa la Julius Nyerere kwenda maeneo mbalimbali nchini na nje ya mipaka ya Tanzania. Aidha, Irene Goele amesema mradi huo umefikia 94% ya utekelezaji na sasa unaingia hatua muhimu ya kuvuta nyaya katika eneo la Mkambarani, Morogoro. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi na wala wasipate taharuki. Ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa, inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja. Kwa upande wake, mhandisi wa mradi huo Newton Mwakifwamba amesema mradi wa Chalinze Dodoma wenye urefu wa kilomita 348 na gharama ya takriban shilingi bilioni 540 unafadhiliwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Ameeleza kuwa kukamilika kwake kutaimarisha usafirishaji wa umeme wa megawati 2115 kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere na kufungua fursa za biashara ya umeme kikanda. Kwa sasa hivi Mwalimu Nyerere inazalisha, tuna uwezo wa 100% megawati 2115, lakini hizi 2115 haziwafikii walaji kwa 100%. Kwa tunasafirisha umeme kadhaa ambao ni takriban megawati 850. Kwa tukikamilisha huu mradi, zile 2115 zote zinaenda kwa wateja kupitia laini hii ya msongo wa kilovoti 400. Kufuatia utekelezwaji wa zoezi hili, wakazi wa jiji la Dar es Salaam, Pwani na mikoa ya Kusini hawataathirika na utekelezwaji wake. Huku shirika hili limeendelea kuwatoa hofu watumiaji wa usafiri wa SGR kwamba usafiri utaendelea kama kawaida, kwa kuwa shirika hili limejipanga kuhakikisha shughuli muhimu za kiuchumi zinaendelea kufanyika kama kawaida. Nikiripoti kutoka Chalinze mkoani Pwani, Beatrice Eric, Channel. Asante Beatrice Eric. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga eneo la kusini mwa Japani na kufanya mamlaka kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu wa hadi mita 1 kwenye maeneo ya kisiwa kikuu cha kusini magharibi cha Kyushu, ikiwa ndo kitovu cha tetemeko hilo. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema serikali imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, tathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Hata hivyo, makumi ya watu wamepoteza maisha huku maelfu wakilazimika kuhamishwa katika makazi ya dharura kutokana na uharibifu mkubwa wa majengo nchini humo. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu, Wazo Michael Mwangonda, amewataka wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi ili kutoa nafasi kwa serikali kuendelea vizuri na kazi za ujenzi wa taifa. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa ukaguzi, uzinduzi na uwekaji wa mawe ya msingi kwenye miradi ya maendeleo wilayani Itilima mkoani Simiyu, Mwangonda amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani, akieleza kuwa mazingira ya utulivu ndiyo msingi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayowanufaisha wananchi. Anachokiomba kwetu ni kuendelea kulinda amani na utulivu ili nchi yetu iendelee kubaki tulivu, na yeye ataendelea kuleta maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyaona. Na sisi tunawaomba ndugu zetu wananchi, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais aendelee kuwa na afya njema ili aendelee kutuhudumia
aendelee kututumikia, aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyaona. Hata hivyo, Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya wilaya ya Itilima umezindua kukagua na kuweka mawe ya msingi kwenye jumla ya miradi 6 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 700, ukiwemo mradi wa maji unaosimamiwa na RUWASA. Mradi huu umehusisha ujenzi wa vioski 5 kwenye vijiji vya Gambasingu, Kololo, Maogama, Mwanunda na Maswali. Tunzeni hii miundombinu ya maji ili tumike sasa na vizazi vijavyo. Joseph Ndau, Channel 10. Wilaya 14 zilizopo katika ukanda wa Pwani zimetakiwa kuendeleza uhifadhi wa mikoko iliyopo katika wilaya hizo inayofikia zaidi ya hekta 158 za misitu ya mikoko ili kuunga mkono jitihada za serikali kuhifadhi misitu hiyo kwa maendeleo endelevu ya taifa. Raya Kipingo anaripoti. Ni wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mifumo ekolojia ya mikoko iliyoongozwa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani mkoani hapa, ambapo akabainisha umuhimu wa utunzaji miti hiyo kwa manufaa ya watu na viumbe hai. Mikoko inachangia katika uhifadhi wa fukwe dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na mawimbi makali. Inasaidia uhifadhi wa kaboni, lakini kuchuja taka na kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi katika ukanda mzima wa bahari. Kwa hivyo, kulinda mikoko au kulinda hifadhi hizi za mikoko ni kulinda maisha ya watu na viumbe hai. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, hususan Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, ina jukumu la kutunza, kusimamia na kuhifadhi maeneo ya mikoko hapa nchini. Mikoko kama miti inatumika katika shughuli za ujenzi, lakini matumizi yake yanakwenda sambamba na mipango ya usimamizi. Kitunza na kuitumia kwa mipango iliyowekwa, tutahakikisha uendelevu wake. Kwa hiyo sisi tunatoa wito kwa wananchi kwamba tuendelee kuitunza, lakini na matumizi yake vile vile tuendelee kuyatumia kwa mipango ile ambayo tumeiweka. Ikipandwa ikikubali, basi ardhi inakuwa. Kwa hiyo ardhi ikikua, kina cha maji kinapungua. Lakini ikiwa sehemu haina mikoko au haina mchu, basi maji yanakuwa na kina kikubwa sana. Kwa urejeshaji wa mikoko inasaidia kuzuia wimbi kubwa lile la maji. Pili, inasaidia mazalia ya samaki. Miti 500 aina ya mikoko imepandwa hapa katika eneo la Mnyanjani jijini Tanga. Nikiripoti kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Wakati mkoa wa Njombe ukiendelea kujizolea sifa ya kuibua wabunifu mbalimbali katika sekta za kilimo, nishati pamoja na utengenezaji wa majiko yanayotumia nishati mbadala, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ameziagiza halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha zinawatambua wabunifu wote ili waweze kuwawezesha kupata fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kwa ajili ya kuwainua kiuchumi na kuwapatia mitaji ya kujiendesha. Taarifa zaidi na Patrick. Watu wanatoka Rwanda wanakuja kujifundisha hapa. Mwezi uliopita tulikuwa na vijana kutoka Rwanda wanakuja kupata elimu. Tunaomba elimu tone, unafanyaje? Ni mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akizungumza na kijana mbunifu wa utengenezaji wa mashine mbalimbali ikiwemo za ufundi makenika kutoka kata ya Rembula Ulani wa Ng'ombe Tony Chaula, wakati alipomtembelea kwa lengo la kujionea namna anavyoendeleza bunifu zake. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo, kilio kikubwa cha Tony mbele ya mkuu wa mkoa kimekuwa ni kuiomba serikali kumwezesha mtaji ili aweze kupanua shughuli zake. Niende India nipate scholarship India au China, kule ambapo wanayeyusha, yani unapata process za kuchukua jiwe ukaliyeyusha ukapata chuma hapo hapo, ukachukua plastiki ukayeyusha ukapata hiki, si ndivyo? Na China sasa hizi wametengeneza kila kitu wanauza, yani ni akili tu, uchukue hiki uunganishe na hiki. Ni wazo lako wewe, unataka nini? Ubunifu wa kijana huyo kwa sasa umekuwa kimbilio la vijana mbalimbali waliokosa fursa ya kuendelea na masomo. Lakini pia mimi wakati naangalia mtandaoni nilikuwa napenda sana haya majiko ya oil chafu. Mimi hapa nimekuja kujifunza kitu kingine tofauti ya hicho nilichokuja kujifunza, ni kinahusiana na welding, lakini sasa hivi kama majiko ya chapati ya kutumia oil. Kwa upande wao, viongozi wa wilaya wa Ng'ombe akiwemo mkuu wa wilaya hiyo Zakaria Mwansasu wamesema wanaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha mbunifu huyo anapata usimamizi wa mazingira bora ya kuendeleza vipaji vyake. Lakini lingine ambalo nimeliona linahitaji lifanywe kazi kwa uharaka zaidi ni huo usajili
jina lake na idea yake. Akihitimisha katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa wa Njombe amesema serikali ya mkoa itaendelea kushirikiana na halmashauri pamoja na wadau wengine kuhakikisha wabunifu wote wanaibuliwa. Lakini pia tutatoa fursa kwenye kila halmashauri, kama wana wabunifu wao waende kwenye maonyesho ya kitaifa Dodoma, ili wakatembelee taasisi kwenye maonyesho ya kitaifa, waone namna ambayo tutafanya nao kazi. Na baada ya hapo tutafanya kikao cha kuwatambua wabunifu wetu kwenye mkoa. Kutoka wilaya wa Ng'ombe mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Shukrani sana Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Baraza la uchaguzi la Haiti limetangaza uchaguzi wa kwanza wa urais baada ya miaka 10 ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu na duru ya pili ikipangwa kufanyika mwezi Februari. Kabla ya uchaguzi huo, hapo awali Haiti ilikuwa inaongozwa na baraza la mpito la uraisi na baraza la mawaziri baada ya kukosa viongozi walioteuliwa kwa njia ya uchaguzi kufuatia mauaji ya Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Uchaguzi huo ulipaswa kufanyika mwezi Agosti na duru ya pili mwezi Disemba, lakini uliahirishwa kutokana na wasiwasi kuhusu hali ya usalama, kwani baraza hilo limesema ratiba ya utekelezaji itategemea na hali ya usalama pamoja na upatikanaji wa fedha zitakazoendesha shughuli za uchaguzi. Hata hivyo, mwanzoni mwa mwezi huu tayari baraza la uchaguzi la Haiti limeanza kusajili wapiga kura na kutoa mafunzo kwa maafisa wa usalama wa uchaguzi na kuchapisha orodha rasmi ya zaidi ya vyama 300 vya kisiasa vilivyoidhinishwa kushiriki katika mchakato wa uchaguzi unaokuja. Na mtazamaji, tukitokea huko Haiti sasa turudi hapa nchini kwetu Tanzania, ambapo vijana wametakiwa kuchangamkia fursa za mikopo ya 10% zinazotolewa na serikali, ikiwa ni mapato ya ndani ya kila halmashauri, ili waweze kumudu kujiajiri, kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Moja Mkoza. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua ametoa kauli hiyo wakati akihitimisha mafunzo ya wiki 2 kwa wahitimu wa chuo cha ufundi stadi VETA, ikiwa ni kozi maalum kwa vijana hao. Daktari Chwachua amesema serikali inaendelea kuweka mazingira rafiki, ikiwa ni pamoja na mikopo ya 10% ili kuwezesha vijana kuanzisha na kukuza biashara. Katika wilaya yetu zaidi ya shilingi bilioni 1 zimekushatolewa kwa wajasiriamali mbalimbali, vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Hizi ni fedha zinazotolewa kama mikopo lakini sio na riba. Katika kozi hiyo vijana 60 wamehitimu kupitia mradi wa Dumisha Amani ulioanza mwaka 2023 kwenye mikoa ya Kigoma, Lindi, Mtwara na Ruvuma, ambapo mkuu wa chuo hicho Paul Kimenyi anasema lengo ni kuwainua vijana hao kiuchumi. Walichaguliwa kutoka miongoni mwa wahitimu wa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi waliomaliza masomo yao katika vyuo vya VETA ndani ya kipindi cha miaka 2 hadi 3 iliyopita. Baadhi ya wahitimu wameishukuru serikali na wadau wa mradi huo, huku wakiomba kuendelea kuongezwa kwa fursa za mitaji na ajira ili watumie ujuzi waliopata kujiajiri na kuchochea maendeleo ya taifa. Asilimia kubwa ya wanachuo wanaohitimu wanaamini wakimaliza tu au wakihitimu chuo wakienda mtaani wanapata ajira. Kwa ili uishi inategemea kwanza watu wakujue, upate kazi ndogo ndogo kutoka labda za simu kwa sababu unakuwa huna ofisi. Watuwezeshe vijana ili tuweze kupata mikopo tujiajiri sisi wenyewe. Mafunzo haya yameshirikisha vijana waliohitimu chuo cha ufundi stadi VETA miaka 3 iliyopita kupitia mradi wa Dumisha Amani kwa ufadhili wa UNDP kwa kushirikiana na Global Peace Foundation. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, Moja Buhoza, Channel 10. Wananchi mkoani Morogoro wametakiwa kuendelea kupinga vitendo vinavyokiuka maadili ya Kitanzania sambamba na kuendeleza mijadala yenye tija ili kujenga kizazi chenye maadili mema na kudumisha amani na utulivu uliopo nchini. Jimmy Mengele anaripoti. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Mvomero Maulidi Doto wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Baki Tanzania Salama iliyoandaliwa na taasisi ya Moyo wa Mwanamke Shujaa, akisisitiza kuwa jamii ina wajibu wa kusimama kidete kupinga vitendo viovu vinavyoharibu maadili, kujenga taifa lenye wananchi waadilifu na wenye kuwajibika. Ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Changamoto hizi zinaathiri maendeleo ya watoto wetu na zinapaswa kwa kweli kupingwa
kwa nguvu zote kwa kutumia sheria, elimu na maadili mema tuliyonayo katika jamii yetu. Ni muhimu, tena ni muhimu sana, mijadala kuhusu masuala ya maadili iendelee kufanyika kwa kuzingatia sheria za nchi, heshima kwa utu wa kila mtu na mshikamano wa jamii yetu. Naye mkurugenzi wa taasisi ya Moyo Mwanamke Shujaa Tanzania, Dr. Magdalena Kongera, amesema taasisi hiyo imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kupinga vitendo vya ukatili, kutoa elimu kwa jamii na kuwasaidia waathirika wa ukatili ili kurejesha matumaini yao. Tumefanikiwa kuelimisha jamii umuhimu wa kuheshimu viongozi wa serikali wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumsapoti rais na serikali yake kwa kutoa elimu kwa wengine ili rais na serikali yake wazidi kutuletea maendeleo ya nchi. Tumewasaidia wajane wengi na mayatima katika mambo mbalimbali ikiwemo kunyang'anywa mali zao na kunyanyaswa. Hawa tumewasaidia kuwaelekeza watembee njia gani na kufuata njia gani, na wengine mpaka kuwaunganisha na wanasheria na wamepata haki zao za kimsingi. Kwa hiyo tusishiriki jambo la kujaribu kuichezea amani ya Tanzania, kwa sababu ukichezea ikivurugika, kuirudisha inakuwa ni ngumu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara limependekeza kurudishwa kwa makato ya shilingi 20 kwa kila kilo moja ya korosho ghafi ambayo mkulima anauza ghalani ili kuwawezesha vijiji kutekeleza miradi ya maendeleo inayotatua changamoto katika vijiji hivyo. Ushuru wa shilingi 20 kwa kilo moja ya korosho ndani ya wilaya hiyo ulikuwepo miaka ya nyuma, lakini serikali iliondoa ili kupunguza makato kwa mkulima na kumwezesha kupata mapato makubwa kwenye kilimo chake. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara ni wazalishaji wakubwa wa zao la korosho hapa nchini. Msimu wa 2025-2026 wakulima katika wilaya hii walizalisha zaidi ya tani 82,000 za zao la korosho. Miaka ya nyuma wakulima katika wilaya hii walijiwekea utaratibu wa kukata shilingi 20 kwa kila kilo moja ya korosho wanayouza ili kuchochea kasi ya maendeleo ndani ya vijiji vyao. Baraza la madiwani la halmashauri hii limependekeza kurejesha kwa tozo hii ili kuwezesha wananchi katika wilaya hii kutekeleza miradi yao ya maendeleo na kutatua kero mbalimbali zinazowakabili katika vijiji vyao. Swala shilingi 20 lilikuwa lenye tija sana kwa muda ambao umepita. Kabla waziri mwenye dhamana alikuwa Mheshimiwa Bashe akasema shilingi 20 iondolewe, lakini tuliona athari ya shilingi 20 katika halmashauri yetu ya wilaya Tandahimba. Tangia iondolewe hii shilingi 20, miradi mingi ya kata imekufa. Kwa hiyo shilingi 20 endapo itarudi, mazingira yatakuwa vizuri, miradi vijiji vitakuwa safi. Namna mazingira yalivyo, naamini wananchi wetu watakuwa wako tayari, kwa sababu shilingi 20 ikirudi kwenye kata, ikirudi kwenye vijiji, nadhani tutaenda kutengeneza kata ambazo zitakuwa zinatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mkuu wa wilaya Tandahimba Kanali mstaafu Michael Mtenjele ameelekeza madiwani hawa kukaa na wakulima kujadiliana ili kukubaliana kabla ya kuanza utekelezaji. Vijiji vyetu vikae kwenye mikutano yao, kwenye vyama vyao vya ushirika, wakubaliane kwamba sisi tumeridhia, waandike barua kuthibitisha kwamba wameridhia wakati. Mimi niagize kwa watendaji wa kata wote muandae utaratibu wa mikutano kwenye kata zenu kwa ajili ya kueleza ili jambo la shilingi 20 na muandae muhtasari mwasilishe kwa ofisini kwa mkurugenzi ili liwe tu na ushahidi ili jambo tulipitishe. Kama wakulima watakubali kukatwa shilingi 20 kwa kila kilo moja ya korosho, halmashauri hii sasa inaweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.64 kila mwaka kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya wananchi ndani ya vijiji vya halmashauri hii. Kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Na kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wana uhuru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari, imetolea baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa
kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na eneo la El Obeid, mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Wakati huo huo, raia wa Sudani wanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambapo tangu mwezi Mei zaidi ya wagonjwa 2000 na vifo 170 vimeripotiwa katika eneo la Kordofan. Na mtazamaji, tumehitimisha kwa upande huo wa habari za kitaifa na kimataifa, na muda mfupi tutarejea kwa ajili ya habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.